Okay, dada Warda, karibu sana na hongera sana kwa kumaliza mkataba wako. Asante. Wakati ulikuja hapa ulitokea wapi? Mwenyewe nilitokea Kigamboni. Kigamboni huko? Lakini Vijibweni. Okay. Kwa hiyo wote coincidence ni watu wa Kigamboni. Kigamboni Kibada. Kibada? Huyu Vijibweni karibu na Darajani. Okay. Wow. Yaani nimeshangaa mmetoka eneo yani moja, Kigamboni wilaya moja. Yeah. Okay, so lengo lako la kuja ilikuwa ni? Lengo langu la kwanza ni kujitafuta kwanza na kupata mtaji niweze kufanya biashara zangu mwenyewe. Okay. Kutokana na kwamba masuala ya kuajiriwa changamoto. Kama mwenzangu alivyosema changamoto zipo nyingi. Ulishawahi kuajiriwa? Nimewahi. Lakini sasa nilikuwa nimepanga vile vile. Na wewe ulikuwa nilikuwa nimepanga vile vile chumba. Bwana, mbona mna stories zenu zinafanana sana? Nitoka chuo, nikaenda zangu kupanga baada ya kuona nimepata hicho kiajira changu, nikaenda kupanga. Okay. Nimefanya kazi lakini kucheleweshea mishahara lakini pia mishahara midogo. Mshahara mdogo alafu unacheleweshewa. Hapo unabidi ulipe umeme, ulipe maji, ulipe kodi ya watu. Yaani. Umeona kwa hiyo changamoto ya kuchelewesha mshahara nimefanya miezi 6. Waliniahidi wataniongezea pesa. Lakini nikaona kimya miezi 6. Kila nikimkumbusha meneja ananipiga chenga. Hapo anachelewesha mshahara. Ikabidi niwaze. Bahati nzuri nilikuwa nawafuatilia sana Wadada Center. Kwa sababu mwenyewe nilijua kwenye maisha kuna kupanda na kushuka. Nilijua nikifeli tu kuna sehemu nitakimbilia. Kuwafuatilia baada ya vile kuona vile nikaamua niachane nao. Nikawaambia kabisa jamani kwa sababu hamtaki kuniongezea mshahara. Mimi naomba niachane na nyinyi. Nikaachana nao. Sasa pale kunaondokaje chumba cha watu? Nikataka kurudisha funguo lakini kuna mtu akatokea akasema Warda, kwa sababu nilimshirikisha mtu kwamba mimi nina chumba hapa nataka niondoke nikafanye maisha mengine. Akaniambia Warda, mwenyewe nataka chumba, kumbe nilikuwa natafuta. Sasa naomba nikae mimi. Nikamwambia mimi nitakulipia kodi miezi 2 kwa sababu si ndio mgeni, alikuwa mgeni tu wa jiji lakini tunafahamiana muda mrefu. Nitakulipia kodi miezi 2, nitakuacha hapa. Utaendelea kulipa baada ya kujua mji unaendaje. Ila vitu vyangu nitunzie. Kila kitu mimi nakuachia, nimekuamini. Akasema sawa. Ndio hivyo nikapiga simu Wadada Center. Jamani mimi naombeni kama kuna nafasi ya hivi na hivi, nikajieleza. Wakasema njoo, nikaja kuripoti hapa. Ndio nikapokelewa vizuri, nikapangiwa kazi kulingana na kiwango changu cha elimu. Kwa sababu mimi nimesoma mpaka degree. Lakini ndio hivyo mambo ni mengi. Ulipata level gani ya kazi? Ya hapa $200,000. Ya $200,000. Smart dada. Tunaita smart dada ya. Nikapata hapa, nikaenda huko kufanya kazi na nimemaliza mkataba salama. Alhamdulillah. Kwa hiyo umefikia lengo lako ulilokuwa unahitaji? Kwa sababu kwa sababu kutokana na zile kazi za kuajiriwa nimeona hazikizi mahitaji ambayo nataka. Baada ya kuja hapa nilivyofanikiwa kupangiwa hiyo kazi ya $200,000. Alhamdulillah nimepata. Kwa sababu mtaji wangu mkubwa mimi nilikuwa nawaza sana kufungua M-Pesa na nilikuwa nishafanywa tafiti kwamba nikiwa na kiasi gani nitakuwa nimeshakamilisha kufungua biashara yangu. Nikafanya tafiti ya kwanza, nikamuuliza mtu wa kwanza ambaye anafanya. Akasema mimi nimeanza na mtaji wa $1,300,000. Lakini kwa mwezi unaweza kupata $300,000 ambayo ni faida tu. Ukikaa sehemu kidogo hata kama haijachangamka sana lakini imechangamka. $300,000 faida yako ambayo ni mshahara wa mtu pia. Mwingine nikamuuliza pia ni wa karibu kwa sababu mimi nimefanya utafiti muda mrefu. Akaniambia mimi nimeanza $1,800,000. Ukifanya kwa mwezi faida unapata $500,000. Nikasema sasa hapa ndo muda wa kwenda kwa Wadada Center nikapate hiyo hela ili nifungue ninachokitaka. Nifungue biashara hiyo. Alhamdulillah nimepata. Nimepata, narudi mtaani sasa. Kufanya kile ambacho nilikifanyia utafiti. Dada Warda, hongera sana. Asante sana. Yaani ni zaidi ya pesa kwangu mimi. It's a priceless. Kwa hiyo nimefurahi kusikia hivyo. Na nakupongeza pia kwamba uliweza kama alivyofanya dada Rebeka kuachia maisha uliokuwa nayo. Kwa sababu ndio kama nilivyosema, wasichana wengi wanaogopa sana kurudi kwanza upya.
Mtu anaendelea kung'ang'ana, anakuwa mbishi, yani lakini sasa ubishi ambao angekuwa anafanya vitu vya halali haina shida. Sasa ubishi unaokufanya utoe utu wako, ujidhalilishe, uingiliwe na kila mwanaume, huo sio ubishi kwa kweli. Yani huo ni wewe mwenyewe unafupisha maisha yako. Bora uende uanze upya, ujitunze kama mwanamke, tunza utu wako, fanya kazi halali. Hela zipo, ukifanya vizuri unapata, si ndio nyinyi mmepata hela? Kwa hiyo mimi hiyo ndio advocacy yangu, especially kwa wasichana, kwamba tuondoke kwenye zile fikra za kufikiri mafanikio ni shortcut, atakuja mwanaume atakupa kila kitu. No, hamna vitu kama hivyo. Wanawake ambao wameishi kwa hizo fikra wameteseka sana, kwa sababu once unapokuja kuolewa alafu huna biashara, huna kazi, automatic unaenda kuingia kwenye control ya mwanaume. Wanawake ambao wana kipato kwenye ndoa zao wanaheshimika sana. Huo ndio ukweli. Na sio kwa kutumia nguvu. That is automatic. Una activate respect once wewe ni mtu ambaye una biashara, una kazi, unachangia kwenye maendeleo ya familia. Lakini unapokuwa wewe ni tegemezi, I'm telling you, bila utaambiwa, yani utafanya kila kitu mwanaume ambacho anataka ufanye, hata vile ambavyo havimpendezi Mungu. Wanawake wangapi wanakubali, wako kwenye ndoa na wanakubali kuingiliwa kinyume na maumbile? You know why? Kwa sababu wanaume ile power ya kuwa control ya pesa ndio wanayoitumia, especially kama mwanaume hana hofu ya Mungu. Na hao ni wengi. Hata kama wanaingia misikitini, wanaingia makanisani, lakini matendo yao ni ya ovyo kabisa. Mtu leo yuko kanisani, kesho anafanya kitu ambacho hata shetani anasubiri. So namna ya kujilinda kwa mwanamke ni kujijenga kiuchumi. Ili uweze kujilinda. Ukiona mwanaume anakutesa, unaweza kukaa pembeni. Lakini kuna wale ambao hawawezi kuamua chochote kwa sababu mwanaume ndio everything. Mwanaume akiwa kila kitu kwako, especially kiuchumi, atakucontrol na atakufanya vitu ambavyo wewe you are not happy. Yani atakuwekea vikwazo vingi ambavyo wewe haupendi, lakini unafanya kwa sababu huna option. Kwa hiyo kwa kweli nafikiri hizo message zangu wanawake wanazisikia, wale ambao watachukua hatua. Ukiwa na pesa kwanza unaheshimika, hata wanaume anakuheshimu. Kabisa. Wao wanageuza, wanasema wanawake hawa wakiwa na hela wanakuwa majeuri. No, sio kweli. Sio kweli kabisa. Tena mwanaume anayesema hivyo, huyo ndio mwanaume ambaye anapenda control, anapenda kunyanyasa. Mwanaume ambaye ana hofu ya Mungu, anajua kabisa na wewe ni binadamu, leo yeye yupo, kesho hayupo. Akiumwa yeye nani atasaidia familia? Alafu mna familia, mna watoto, wanatakiwa na waendelee kustawi, waendelee kuhudumiwa. Sasa kama nyinyi wote mtakuwa mnamwangalia mtu mmoja, Mungu sio mjinga alivyotuweka wawili ili tuweze kusaidiana. Lakini wao baadhi sasa ambao wanapenda kuwatesa wanawake ndio wanawavunja mikono, wanawaweka huko, wanawafungia huko ndani. Lakini mimi nasemaga ni wanawake wenyewe wanakubali huo ujinga, kwa sababu mwanaume hawezi kukushika kwa nguvu. Wewe ndio unafikiri mafanikio yako kwa mwanaume, ndio maana unakubali. Lakini baadaye ndio unakuja kugundua kwamba sio kweli, unaanza kuteseka na mwishowe ndio unaishia hivyo. Lakini kwa wanawake ambao wanajielewa, hawakubali. Anaanza kwanza kutafuta biashara zake, anatengeneza mazingira ya yeye kujijenga kiuchumi. Anapokutana na mwenzake, maisha yanaenda. Hakubali kurudishwa nyuma. Sidhani kama kuna mwanamke ambaye sasa hivi kwa dunia ilivyofika atakubali kuacha biashara zake eti akakae. Hayupo kabisa. Kwa hiyo maana yake pia wanaume inabidi waanze kujifunza kuwaacha wanawake nao waishi ndoto zao, wafanye biashara, wapate kipato. Umeelewa? Yani sio ile kutaka kumtesa mtu, waache kuwatesa wanawake. Yani wanaume wakijifunza kuwaona wanawake kama partners wao na sio watumwa wao wa kuwapiga na kuwatumikisha kama huko tuliko utawaliwa miaka ya zamani, maisha yatakuwa mazuri sana. Hataona shida mwanamke akifanya kazi, hataona shida mwanamke akipata kipato. Hataona actually huu ni mkono wangu wa pili, siku nikishindwa kufanya kazi au kuhudumia familia, mke wangu atanisaidia. You know? Na hiyo ndio maana halisi ya Mungu kutumba na kutuweka wawili. Kwa hiyo I hope hata wanaume wanaochunguliaga video zangu wanapata ujumbe na wanajifunza. Lakini zaidi sana wanawake, tutoke tukatafute kipato, tutoke tukafanye kazi, lakini tufanye kazi halali. Tutoke kwenye hiyo, tuko tayari kuwatumikia wanaume kwa chochote. Lakini wewe kufanya kazi, yani ule moyo wewe kuutumia kwenye biashara yako, lakini mwanaume yani anakupa hela yenyewe na kukupa ni ndogo. Lakini uko tayari kumfanyia chochote anachokitaka, hata kila ambacho ni kibaya.
mbele za Mungu. Sasa mimi napenda kuambia kwamba sasa tutoke kwenye hizo fikra. Yaani bora uwe tayari kuifanyia biashara yako chochote inachokitaka. Biashara inataka kukesha, kesha. Kazi, yani ilimradi ni halali. Ukifanya hivyo biashara itakuriward, utapata kipato na utaweza kumudu gharama za maisha. Kama ni watoto wanasoma, kama ni kuvaa, kama ni nyumba kujenga au kulipa kodi, utaishi vizuri kabisa. Kwa hiyo ndio maana hata neno la Mungu kwetu sisi wa Kristo linasema amelaaniwa anayemtegemea mwanadamu. Ni kweli, kufanya kwa kinga yake. Umeona sasa hizo ndio fikra tulizojengewa na mila zetu. Sasa lazima tutoke. Yaani mimi ninachokifanya ni kuwatoa wanawake kwenye kuwategemea wanaume na kurudi kwenye kumtegemea Mungu. Kumtegemea Mungu na kutegemea nguvu alizokupa. Kwa sababu kiukweli mimi hizi kazi tunazofanya hapa kama sio uwezo wa Mungu, kukikucha unamwambia Mungu asante kwa kuniamsha tena na kunipa nguvu za kwenda kufanya kile ambacho kinakupendeza wewe. Ndio maombi yetu kila siku. Kwa hiyo tumtegemee Mungu na nguvu alizotupa tuzitumie kihalali. Kwa hiyo jamani, mimi nimefurahi sana. Tumefurahi pia. Sana. Nachowatakia wote ni mafanikio kwenye biashara zenu mnazoenda kufanya. Kama kuna wadada wengine huko, msisite kuwa mabalozi wetu. Ambao watakuwa na struggle. Waambieni jamani kuna wadada center. Nimependa pointi yako dada Rebecca, ulisema kwanza wadada center kuna ngao. Yaani hapa huwezi kunyanyaswa kwa bosi, lakini pia ni sisi tumekuwa watetezi wenu kwenye eneo la maslahi. Kweli kabisa, ukienda mwenyewe huko mtaani huwezi kupata hii mishahara tunayotoa. Upati kabisa. Haipo. Yaani mtu amejitahidi, yaani hapo kakuna kakulipa 60 ndio kakulipa. 70, yani hapo 70, yani nikajitahidi, yani ndio bosi 70. Mwenye si uongo, nilikuwa nawalipa 50. Umeona Sasa hizi mtu akiniuliza dada, mimi naambia nenda kwa dada center, ukifuata taratibu utapata dada mzuri. Umeona ni kweli. Na pamoja na kwamba nataka nikiri wako wadada ambao nao wanatuangusha. Wapo. Lakini haimaanishi hiyo ndio nia ya wadada center. Hapana. Dada akituangusha kule kwa boss, tumempeleka ajaenda kufanya kazi vizuri, sisi tuna plani ile ya kubadilisha. Basi bosi atuambie udada bwana simuelewi, tutakubadilishia. Lakini pia kwa upande mwingine mabosi wengine wana makazi mengi. Kwa hiyo pia huwa tunawashauri jamani, swala sio dada, huyu dada hakuwa mbaya, isipokuwa nyumba yako ina majukumu mengi, ina majukumu ya wadada 3 mpaka 4. Wewe umeweka dada mmoja ambaye hata sio professional. Wewe unategemea nini? Kwa hiyo mimi kiukweli, mimi hela kwangu ni matokeo, lakini nambari 1 ni ile hali ya kutaka kuleta mabadiliko na mapinduzi. Kwa mfano kwenu kuhamasisha jamani njooni mtafute mitaji. Si mitaji mnayo? Na mabosi kuambia ule ukweli. Mimi siogopi kusema kwa sababu bosi hata kuja kuchukua dada kwangu. No, kwa sababu mimi najua ukifanya kitu cha haki Mungu atakuletea wateja. Kwa hiyo uaga sina shida ya kuongea ule ukweli. Ndio maana wao nawaambia kama una kazi nyingi, nyumba yako haitakaa na dada. Utalaumu useme wadada wajaisikiria wakai, nakwambia utachukua kila popote utakapochukua. Labda upate dada mmoja kwa 100 kwa sababu kuna wale wadada wavumilivu wa kazi, lakini ni mmoja kwa 100. Ni wachache sana. Walio wengi ni wadada ambao wanafanya kazi katika hali ya yani ile average. Asa average lazima uweke wadada 2 watatu. Huwezi kupata robot ndugu yangu. Kwa hiyo mimi hapa tunaangalia pande zote. Wale wanaotusikiliza huwa wanafanya vizuri sana. Either ni mabosi wanapokea ushauri wetu, wanaweka wadada kama tulivyowashauri labda 2, wanaona matokeo, wanaona tofauti. Lakini wadada ambao wanatusikiliza kwamba sasa hivi achana na biashara za kudanga. Wewe Mungu ameshakupa nguvu, amekupa mtaji, nguvu zako. Nenda kafanyia watu kazi. Acha ego, acha nini? Kiburi. Acha umimi. Kiburi kitakufikisha wapi? Unasema watu watanionaje? Huyo mtu atakusaidia nini? Mwisho siku ukilala njaa huyo mtu mwenyewe atarudi kukusema. Hapo sasa. Sisi hata ana maana. Nimemuona amechoka. Binadamu hata ufanye nini atakusema tu. Sasa wewe bora uchagulie kufanya yale yanayokupa wewe favor ili akisema, yani mpe mtu kitu kizuri cha kusema. Mwacha aseme siku hizi anafanya kazi za nyumbani, lakini baada ya mwaka umerudi na mtaji wako. Umeona kitu kizuri anaendelea tu. Atasema umeona amependeza. Yule atakuwa tu sio ana bwana. Maana ndicho anachowaza. Kapata sponsor. Wape kitu kizuri cha kusema. Sio wewe unakaa tu nyumbani wanakusema siku hizi kachoka kachakaa. Sasa ndio nini? Wewe mwache mtu aseme umependeza. Sababu ukifanya mazuri utasemwa.
Fanya mabaya utasema. Kwa hiyo vyote utasema. Fanya mazuri ili wakuseme kwa hayo mazuri ambayo yanakupa wewe faida. Na ni mazuri kwako, sio kwa wao. Usifanye jambo kwa ajili ya kumridhisha mtu. Fanya kitu kwa sababu wewe ndio unajua kabisa hichi kitu kinatija na kina faida na mimi. Sasa wengine wakikiona kibaya, haina shida. Mimi ndio principle yangu ya maisha. Mtu atasema, "Hey, yule, muone sasa hivi. Sijui kafanyaje?" Na huyo mume wake. Lakini mimi ndio najua kwamba furaha yangu, yani hapa, yani kitu gani ambacho napata kinakupa furaha, kinanipa furaha. Kwa hiyo wewe ukiona sijui kitu gani, mimi hainihusu, ndio kwanza nakupa kitu cha kusema. Alimradi mimi kinanipa faida. Umeona? Kwa hiyo jamani, mimi nimefurahi kuongea na nyinyi. Niwatakie kila laheri. Kama kuna process zingine za kiofisi, nafikiri zitaendelea na wale staff wetu. Hapa nazungumzia issue za dhamana, si ndio? Mtafanya process kwa sababu kuna kuaga na process. Kama ya wiki hivi, then baada ya hapo mtaona miamala yenu kwenye simu zenu. Sawa. Haya, asanteni. Asante pia. Haya, asante sana. Mungu akuweke hai uendelee kuwatekeleza dada wengine wakati unahitaji. Amen. Nimepokea. Amen. Nashukuru sana.